Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka nchi ya Iran wameweza kuwasilisha sehemu ya pendekezo lao katika nchi ya Pakistan. Pendekezo ambalo linaashiria kama ni sehemu ya masharti ya nchi ya Iran kuweza kumaliza mgogoro wake baina yake na nchi ya Marekani. Katika muundo wa pendekezo husika linaashiria ni namna gani nchi ya Irani inazingatia muundo wa mgogoro wake na nchi ya Marekani, kwamba mgogoro huu ni mgogoro endelevu na sio mgogoro kwamba unaoelekea kufikia katika kilele cha mwisho. Na hii ni kutokana na sehemu ya masharti ambayo yamewekwa na nchi ya Irani. Ili mgogoro uweze kuisha moja kwa moja, maana ni lazima nchi ya Marekani iweze kuondoa sehemu ya zuio lake katika Ghuba ya Oman, ambayo imekuwa ikifanya kuzuia meli zinazoingia na kutoka katika pwani za nchi ya Iran. Lakini jambo lingine ni kuondolewa kwa sehemu ya vikwazo, kwamba vikwazo vyote vilivyowekwa dhidi ya nchi ya Iran vinatakiwa viondolewe. Lakini jambo la tatu, aseti zote zilizoshikiliwa za nchi ya Iran zinatakiwa ziachwe. Lakini jambo lingine, ipatikane garantii ya kwamba Iran haitashambuliwa tena. Lakini jambo lingine ni kwamba Iran inatakiwa ikubalike kwamba ina mamlaka kamili ya kuhusiana na sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, na hivyo utaratibu mpya wa management au usimamiaji wa mlango bahari wa Hormuz inatakiwa utambuliwe. Hii ni sehemu ya masharti ya nchi ya Iran ambayo yanaashiria wazi kabisa kwamba kwa position ya Iran hivi sasa ni position ambayo haihitaji kupata msamaha au kupata upendeleo kutoka katika nchi ya Marekani, bali Irani wenyewe wanahitaji wasimamie kile wanachoamini kwamba ni sehemu ya haki yao. Hili tu linaweza likatupa ishara ya kwamba kuna nafasi kubwa ya mgogoro huu kuendelea katika siku za usoni, kwa kuzingatia kwamba ili mapatano yaweze kupatikana ni lazima kila upande ukubali kupoteza sehemu ya haki zake na ubaki na sehemu ya haki zingine. Lakini kwa hoja hizi tu ambazo zimetolewa na nchi ya Iran ni kuonyesha kwamba nchi ya Iran thibitisha au imeendelea kuona kwamba Marekani hawana lengo la mazungumzo au hawana lengo la kuingia katika sehemu ya majadiliano ya pande zote mbili, bali wanachohitaji wao ni kuhakikisha kwamba kile wanachokitaka wao ndicho kitekelezwe, jambo ambalo inaonekana Iran na yenyewe imeamua kulifanya katika muundo wa namna hiyo hiyo, kwamba wanachokitaka Iran ndicho wanachohitaji kitekelezwe. Na kwa nini tunasema kwamba jambo hili huenda likawa linatoa ishara zote ya kwamba katika siku za usoni inaweza tukaingia tena katika mgogoro kama ulivyokuwa awali, pamoja na kwamba mpaka hivi sasa mgogoro bado unaendelea, lakini katika muundo wa tofauti. Katika siku 40 takriban kuanzia tarehe 28 ya mwezi wa pili, tulikuwa tukishuhudia mashambulizi kutoka katika pande zote mbili, Israel na Marekani wakishambulia katika nchi ya Iran, nchi ya Iran ikishambulia katika nchi takriban 8. Lakini muundo wa sasa hivi unaonekana kwamba ni muundo wa ugomvi au kufanyiana hila za kuharibiana, especially katika sehemu ya uchumi. Maana yake ni kwamba Marekani anachokifanya kukaa katika sehemu ya Ghuba ya Oman, lengo lake kubwa ni kuzoofisha sehemu ya uchumi wa nchi ya Iran. Lakini ikumbukwe, katika kipindi cha kwanza cha utawala wa Rais Donald Trump, nchi ya Iran ilipitia kipindi kirefu ikiwa uwezo wake wa kuuza mafuta ni kama umekuwa blocked kabisa. Kwa ina maana hata sasa hivi ukiangalia kile kinachoweza kutoka katika nchi ya Iran kinawezekana kikawa kina nafuu kulinganisha na mazingira yaliyokuwepo huko nyuma. Kwa ina maana ni kama ni nchi ambayo imeexperience kwa muda mrefu hali ya kuikiwa vikwazo na kufanyiwa kila njia ili kuweza kuharibu sehemu ya uchumi wake, na mwisho wa siku ikiwezekana kuwachochea wananchi kuwa na mwitikio wa tofauti. Lakini kwa ujumla ni kwamba mgogoro bado unaendelea, lakini inawezekana kwa hivi sasa tunaona kwamba mgogoro unaendelea katika muundo wa tofauti. Sasa kwa nini tunasema kwamba kuna uwezekano mkubwa jambo hili
likarudi tena katika mgogoro kwa namna nyingine. Ni kwa kuzingatia tarehe barua ambayo ilitumwa na Rais Donald Trump kuelekea katika bunge la Congress tarehe 1 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Barua husika ilikuwa ina lengo la kulifahamisha bunge la Congress kwamba kwa hivi sasa Marekani imesitisha sehemu ya mashambulizi yake katika nchi ya Iran toka tarehe 7 ya mwezi wa 4. Lakini tunachokizingatia kwa uzito mkubwa ni timing ya barua kupelekwa. Barua imepelekwa tarehe 2. Lakini barua imepelekwa tarehe 1. Lakini tukikumbuka tarehe 2 ya mwezi wa 3, Rais Donald Trump alitoa taarifa nyingine kuelekea katika bunge la Congress kulifahamisha kwamba nchi ya Marekani hivi sasa imeingia katika mgogoro wa moja kwa moja dhidi ya nchi ya Iran, pamoja na kwamba ni mgogoro ambao ulianza rasmi tarehe 28 ya mwezi wa 2. Kitabu cha kuanzia tarehe 2 ya mwezi wa 3 mpaka tarehe 1 ya mwezi wa 5, manake ni kitabu cha takriban siku 60 katikati yake. Kwa sheria za nchi ya Marekani, rais kama amiri jeshi mkuu ana mamlaka ya kuamrisha nchi kwenda katika special operation au jeshi la Marekani kuingia katika special operation kwa kitambo ambacho hakiwezi kuzidi siku 60. Manake ikizidi siku 60, bunge la Congress lina mamlaka ya kuweza kulazimisha jeshi liweze kurudi nyumbani na operation nzima iweze kustop. Kwa ina maana Rais Donald Trump kutuma barua husika tarehe 1 ya mwezi wa 5, tafsiri yake maana yake ni kujaribu kuvunja ile sehemu ya mamlaka ya bunge la Congress, ila ya kwamba ikiwa mgogoro umeendelea zaidi ya siku 60, wanakuwa na mamlaka ya kuweza kulazimisha jeshi liweze kurudi nyumbani. Jeshi la Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati liko kwa muda mrefu, lakini kuna ziada ya wanajeshi ambayo imekuwa ikiongezeka toka kipindi mgogoro unaendelea, lakini vile vile ziada ya baadhi ya vifaa vilikuwa vikiongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati. Maana hivi vyote vingewezekana kuvunjwa kutokana na move ya bunge la Congress. Kwa hiyo kubalansi jeshi la Marekani liendelee kubaki katika eneo la Mashariki ya Kati na vifaa vyake viendelee kubaki katika eneo la Mashariki ya Kati, ndio logic ya Rais Donald Trump kuandika barua husika kupeleka katika bunge la Congress. Hii pia ikiashiria kwamba Marekani bado inahitaji jeshi lake la ziada libaki katika eneo la Mashariki ya Kati na vifaa vyake vibaki katika eneo la Mashariki ya Kati. Kubaki kwa ziada ya wanajeshi katika eneo la Mashariki ya Kati na kubaki kwa ziada ya vifaa katika eneo la Mashariki ya Kati, hii ni kuashiria ni maandalizi ya kuelekea katika mpango wa mgogoro mwingine. Katika mazingira namna hii, na ndiyo maana jeshi au move ya serikali ya nchi ya Iran imekuwa wazi katika sehemu ya kile wanachohitaji katika sehemu ya makubaliano yao na nchi ya Marekani ni kwamba mahitaji yao yote yaweze kutimizwa, ikiwemo zuio ambalo limewekwa na nchi ya Marekani katika Ghuba ya Oman liweze kuondoshwa, vifaa vyake ambavyo vimezuiwa katika nchi mbalimbali, maana yake zile asset zake ambazo zimezuiwa katika nchi mbalimbali ziweze kuachiwa, lakini vile vile vikwazo ambavyo vimewekwa dhidi ya nchi ya Iran viweze kuondoshwa, na mambo mengine mengi ambayo Iran wameamua hivi sasa kuyasimamia kwa kuzingatia wazi kabisa kwamba mpango wa nchi ya Marekani si mpango wa amani, bali ni mpango wa kubuy time au wa kuendelea kuvuta muda ili kuingia katika mgogoro mwingine. Na hili vile vile linaendelea kuthibitishwa hata na sehemu ya mahojiano ambao Rais Donald Trump alikuwa anahojiwa na waandishi wa habari na akaulizwa, je, unaona kuna uwezekano wa kurudi tena katika mgogoro mwingine? Rais Donald Trump alisema kwamba hilo ni jambo ambalo linawezekana. Marekani inaweza ikarudi tena katika mgogoro mwingine. Achilia mbali ziada ya vifaa vingi vya kijeshi ambavyo vimekuwa vikiendelea kupelekwa katika nchi ya Israel. Na hii ikiashiria wazi kabisa kwamba maeneo ya range ya karibu na nchi ya Iran yanaonekana kabisa kwamba ni maeneo ambayo sio salama kwa ongezeko la vifaa, kwa kuzingatia kwamba ni maeneo ambayo mashambulizi ya nchi ya Iran yalifanyika kwa kiwango kikubwa kiasi cha kudhoofisha sehemu ya bezi za Marekani katika maeneo mengi ya eneo la Mashariki ya Kati, takriban kama maeneo ya nchi 8 za katika eneo la Mashariki ya Kati. Sasa move hii ni move ambayo tunajaribu kuitazama kwa jicho pana zaidi, kwamba mpaka hivi sasa jicho la Marekani inaonekana limejiweka katika upeo wa dunia nzima, lakini jicho la Iran
inaonekana kwamba limejiweka katika upeo wa eneo la Mashariki ya Kati, lakini kwa kutarget athari ya dunia nzima, na hii imekaa katika muundo ufuatao. Katika upande wa nchi ya Iran, tunachokiona ni kwamba ina uhakika kwamba iwapo Marekani watahitaji kuingia katika mgogoro mwingine, inawezekana ikawa ndio mwisho wa kuwepo kwa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Bila shaka huenda ikawa ndio mwisho rasmi wa nchi ya Marekani kuwepo katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa kuzingatia mpaka hivi sasa sehemu ya military base za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati ni kama zimeharibiwa kwa kiwango ambacho inawezekana kuziripea zikachukua muda mrefu zaidi. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, washirika wa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati hivi sasa, maana yake ni kwamba wanadhoofika au wanaendelea kudhoofika kwa kiwango kikubwa. Mfano, nchi ya Kuwait kwa takriban mwezi Aprili wote ni kama hawakuweza kuuza mafuta kabisa katika soko la dunia. Lakini vile vile nchi kama United Arab Emirates, uzalishaji wake na uuzaji wake wa mafuta umepungua kwa kiwango kikubwa, maana yake kwa zaidi ya 40% mpaka 50%. Jambo ambalo limeendelea kuthibitishwa na hatua ya United Arab Emirates kuomba kuingia deal na nchi ya Marekani ya dollar swap, kwa maana kwamba wao wanatoa kiasi cha pesa zao wanazipeleka katika nchi ya Marekani, na kisha Marekani inakubali kuwapa pesa za dola kwa takriban kama dola bilioni 1. Lengo la United Arab Emirates ni nini? Lengo ni kwamba kuongeza confidence ya wawekezaji ndani ya nchi ya United Arab Emirates, kwa kuzingatia kwamba kuna watu wanaidai United Arab Emirates na kuna watu wamewekeza katika nchi ya United Arab Emirates kiasi ambacho kuwa wanapata labda sehemu ya malipo kutoka katika nchi ya United Arab Emirates, lakini mfumo wa malipo actually mara nyingi unakuwa katika mfumo wa dola. Katika mazingira namna hiyo, manake nchi inapokuwa haifanyi biashara kwa kitambo fulani au sehemu ya uuzaji wake imepungua kwa takriban 50% au na zaidi kidogo, maanake ni kwamba upatikanaji wa pesa za kigeni vile vile unakuwa unapungua. Kukava sehemu ya gepu hilo la kiwango kilichopungua, inaweza ikalazimisha nchi ya United Arab Emirates kuuza sehemu ya aseti zake katika nchi kama ya Marekani ili kuweza kuklia sehemu ya madeni, jambo ambalo linaweza likalazimisha assets za nchi husika kuuzwa kwa bei rahisi au kwa bei ya hasara. Kubalansi hilo, maana yake United Arab Emirates ikawataka Marekani iweze kuwapa takriban dola bilioni 1 ili iweze kuclear kiasi cha gaps ndogo ndogo ambazo zimejitokeza katika kipindi hiki ambacho Iran wametake control ya mlango bahari wa Hormuz. Haya ni mazingira ambayo wanapitia au zinapitia nchi za eneo la Mashariki ya Kati kutokana na mazingira ambayo yaliyoko katika mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile kwa mazingira yaliyopo katika eneo la Ghuba ya Oman. Sasa mazingira namna hii manake ni mazingira ambayo yanapunguza zaidi confidence ya kuendelea kuiamini na kuitegemea nchi ya Marekani, kwa sababu hata ukiangalia mjadala baina ya United Arab Emirates na nchi ya Marekani, United Arab Emirates walizungumza kitu kimoja kwamba ikiwa hamtaweza kutupa dola bilioni 1, maanake tutalazimika kubadilisha sehemu ya miamala yetu kuiruhusu iweze kufanyika kwa kiwango kikubwa kwa kutumia pesa ya nchi ya China kwa maana ya yuan. Katika mazingira namna hii yanazidi kuonyesha kwamba confidence na uwepo wa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati kwa hivi sasa umedhoofika kwa kiwango kikubwa. Achilia mbali uwezo wa nchi ya Marekani kushindwa kuzifikia baadhi ya bezi zake katika njia ya kawaida. Kwa mfano 50th Fleet Base, bezi inayopatikana katika nchi ya Bahrain, bezi ambayo ndio center kubwa ya bezi ile ya wanamaji, jeshi la wanamaji la nchi ya Marekani ambayo inapatikana katika nchi ya Bahrain. Kutokana na zuio la nchi ya Iran katika mlango bahari wa Hormuz kwamba hivi sasa meli yoyote ya kijeshi hairuhusiwi kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa tafsiri hiyo, maana yake ni kwamba Marekani hana uwezo wa kufikia sehemu ya bezi yake ya jeshi la wanamaji katika nchi ya Bahrain mpaka labda waingie aidha kwa kutumia ndege na mfano wake, lakini katika njia ya kawaida ya kutumia zile manuari zake ni jambo ambalo kwa hivi sasa haliwezekani kwa namna yoyote kwa kuzingatia utaratibu ambao umewekwa na nchi ya Iran katika mlango bahari wa Hormuz. Hili ni jambo ambalo kiujumla linaendelea kuonyesha kwamba uwepo wa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, ushawishi wake umepungua kwa kiwango kikubwa.
Sasa kuanguka kwa ushawishi huu wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, manake ni jambo ambalo linakwenda kudhoofisha hata mfumo wa petrodollar system, mfumo wa pesa ya dola kutumika katika biashara ya mafuta, kwa kuzingatia kwamba pesa ya dola ni pesa ambayo imesambaa zaidi duniani au ilipata nguvu zaidi ya kusambaa duniani hasa kupitia biashara ya mafuta. Na senta kubwa iliyopelekea hatua hiyo ya dola kusambaa zaidi duniani ni eneo la Mashariki ya Kati, kutokana na makubaliano ambayo yaliingiwa miaka ya 70 baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Saudi Arabia, kwa kuitaka nchi ya Saudi Arabia iuze mafuta yake kwa kutumia dola ya Marekani. Ndiyo asili ya petrodollar system, yani mfumo wa kuuza mafuta kwa kutumia pesa ya nchi ya Marekani. Katika mazingira namna hiyo, inapokuwa kwamba ushawishi wa Marekani umepungua kiasi ambacho inaweza ikapelekea au ikapelekea mtikisiko mkubwa katika mfumo wa petrodollar system, hasa kutokea katika eneo la Mashariki ya Kati, manake hili tu linaendelea kuongeza ombwe la kuibuka kwa pesa nyingine kama ya yuan na mifumo ambayo inasapoti matumizi ya pesa ya yuan, na nazungumzia ile wanaita cross border payment system ambao ni mfumo wa nchi ya China unaotumika katika kufanya miamala kwa kutumia pesa ya nchi ya China. Sasa hili tu kiujumla maana yake ni kwamba linaendelea kuweka alama muhimu ya nchi ya Irani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile vile kutokana na msimamo wa nchi ya Iran katika mlango bahari wa Hormuz umeendelea kuathiri dunia nzima, kwa kuzingatia kwamba mpaka hivi sasa kinachoonekana, bei za mafuta zimekuwa zikiendelea kupanda kiasi cha kufikia kwa pipa moja dola 120 kwa pipa. Ukiachilia mbali katika siku za nyuma, maana yake bei zilikuwa ziko chini kwa takriban mpaka dola 50 na mfano wake. Kwa ina maana kiwango kilichopanda ni zaidi ya 100%, takriban kama na 20 au 130 ya bei zilizokuwa siku za nyuma kabla ya kuanza kwa mgogoro huu baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Tukija katika upande wa nchi ya Marekani, move hii ni move ambayo inaonekana kwamba ina madhara makubwa katika dunia, lakini ni move ambayo ina faida kubwa kwa nchi ya Marekani, kwa kuzingatia nchi pekee ambayo imebaki na uwezo mkubwa wa kuuza mafuta na gesi katika dunia actually ni nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba sehemu ya wazalishaji wakubwa na wauzaji wakubwa wa mafuta duniani, maana yake nchi kama ya Urusi, tumekuwa tukishuhudia mashambulizi makubwa yakifanywa na nchi ya Ukraine katika sehemu za miundombinu ya uuzaji wa mafuta, hasa katika upande wa magharibi mwa nchi ya Urusi, maana yake katika sehemu kama za Primorsk, katika sehemu kama za Ust-Luga, katika sehemu kama za Novorossiysk, na zinaonekana kwamba ni maeneo ambayo yamekuwa targeted au tagetiwa kwa mpango uliokuwa umesukwa vizuri, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Marekani hasimu wake mkubwa ambaye imekuwa ikimtafuta katika sehemu zote za migogoro hasa ni nchi ya China. Kushindana na nchi ya China imekuwa ni jambo gumu, kwa kuzingatia kwamba China ni nchi ambayo ina watu wengi, lakini vile vile inazalisha takriban 30% ya kile kinachotakiwa katika dunia. Katika mazingira namna hii, Marekani inachohitaji zaidi ni kuweza kucontrol njia inayoifanya China iweze kupata nguvu ya uzalishaji wake, nayo sio njia nyingine bali ni njia ya upatikanaji wa nishati inayosapoti uzalishaji katika nchi ya China, nishati kama ya mafuta pamoja na gesi. Njia iliyokuwa sahihi ya kwanza ilikuwa ni move ambayo Marekani waliifanya kwenda kamata hazina kubwa zaidi ya mafuta duniani inayopatikana katika nchi ya Venezuela, kwa kumuondoa Rais Nicolas Maduro na kumtawalisha Delcy Rodriguez. Na kisha baada ya hapo move iliyofuatia ni move ya nchi ya Ukraine. Inaonekana kwamba kama imepewa maelekezo ishambulie sehemu zote muhimu za uuzaji wa mafuta za nchi ya Urusi, hasa katika upande wa magharibi. Na lengo ni nini? Lengo ni kwamba uuzaji wa mafuta wa nchi kama ya Urusi katika nchi ya China, maanake unategemea sehemu tofauti tofauti, kwa kuzingatia kwamba sehemu za ardhini kama kutumia ile bomba la mafuta linalojulikana kama Eastern Siberia Pacific Ocean Pipeline, kiwango kinachopitishwa katika bomba husika ni kiwango kidogo, kiasi ambacho hakiwezi kukidhi mahitaji ya nchi ya China.
Katika mazingira namna hiyo, maana yake kuna meli zingine zinatakiwa zitoke nchi ya China ziweze kuelekea katika bandari kama ya Vladivostok, lakini vile vile ambayo inapatikana katika upande wa mashariki, lakini vile vile kuja katika upande wa bahari ya Baltic, ambapo maana yake unaweza kukutana na senta kama za Ust-Luga na senta kama za Primorsk, ambayo inawezekana yakapatikana mafuta na yakaweza kupelekwa katika nchi ya China kuweza kuongeza kiasi cha kufikia takriban 17% ya kiwango ambacho nchi ya Urusi huwa inaiuzia nchi ya China. Kwa hivyo mashambulizi mengi kufanyika katika upande wa magharibi mwa nchi ya Urusi automatically ni kujaribu kuondoa uwezo wa nchi ya China kupata mafuta kutoka katika nchi ya Urusi. Kwa sababu mashambulizi yaliyofanyika katika hizo senta tatu za Novorossiysk, Ust-Luga pamoja na Primorsk yamedhoofisha takriban 40% ya uuzaji wa mafuta wa nchi ya Urusi katika soko la dunia. Lakini vile vile ukiangalia katika senta kama ya Novorossiysk ambayo inapatikana katika bahari ya Black Sea, mashambulizi kufanyika katika sehemu hii maana yake ni kuendelea kudhihirisha mgogoro ambao umekuwa ukiendelea baina ya nchi ya Ukraine na nchi ya Urusi katika sehemu ya bahari ya Black Sea, lakini vile vile kutekeleza sehemu ya ajenda kubwa ya kuendelea kuidhoofisha nchi ya China kwa kushambulia nchi ya Urusi. Na hicho kinaonekana kwamba kwa kiwango kikubwa kimekuwa kina madhara, kwa kuzingatia kwamba uwezo kwanza wa nchi ya Urusi wa kuuza mafuta umedrop kwa takriban 40%, lakini vile vile ni move ambayo imekuja baada ya kuwa nchi ya China mwanzo ilikuwa ikipata vile vile mafuta kutoka katika nchi ya Venezuela kwa takriban 4%. Vile vile nchi ya Venezuela ni kama hivi sasa iko chini ya control ya nchi ya Marekani. Na mfumo hata wa nchi ya Venezuela namna gani inauza mafuta yake kwa hivi sasa, maana yake ni kama mfumo wa nchi ya Iraq, kwamba unapokwenda kununua mafuta pesa lazima iingie kwenye akaunti za nchi ya Marekani, na kisha Marekani wao ndio watajua wanachokitoa kwa ajili ya kuipa nchi ya Iraq au kuipa nchi ya Venezuela. Sasa katika mazingira namna hii, baada ya kuonekana kwamba kuna operation inaendelea katika nchi ya Urusi, ukiachilia mbali lile lililofanyika katika nchi ya Venezuela, kwa hivi sasa inaonekana kwamba move ambayo Marekani wanaifanya katika ghuba ya Oman ni move ambayo inaonekana kwa sura ya nje target yake ni nchi ya Iran, lakini kiuhalisia ni move ambayo inadhoofisha uuzaji wa nishati katika nchi zote za Gulf. Zote zimedhoofika kwa kiwango kikubwa katika upande wa uuzaji wa nishati yake. Katika mazingira namna hii, maanake muuzaji duniani mwenye nguvu anabaki ni nchi ya Marekani. Anauza kwa bei kubwa, bei anayoitaka yeye. Sasa mazingira namna hii maanake ni mazingira ambayo yanaipa nguvu Marekani kwa kiwango kikubwa, pamoja na kwamba ni nguvu ambayo tunaiona ni nguvu ya muda mfupi, haitakuwa ni nguvu ya muda mrefu, kwa kuzingatia kwamba kwa msimamo wa nchi ya Iran, hata ukiangalia katika hotuba iliyotolewa na Mujtaba Ali Khamenei unaashiria wazi kabisa kwamba uwepo wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati kwa hivi sasa ni jambo ambalo halikubaliki katika nchi ya Iran, na ni jambo ambalo bado linaonekana kwamba lipo katika mpango wa muda mrefu wa kuhakikisha kwamba eneo la Mashariki ya Kati Marekani inaondoka moja kwa moja. Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, hata ukiangalia katika mwenendo wa siasa ya dunia kiujumla, ni kwamba move ambayo Marekani wameendelea kuishika wakipata faida kwa hivi sasa katika soko la dunia la uuzaji wa kiwango kikubwa cha mafuta katika bei ya hali ya juu, maana yake ni move ambayo katika siku za usoni haiwezi kuwa na faida kubwa kwa nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba ushawishi wa nchi ya Marekani kwa hivi sasa umedrop kwa kiwango kikubwa, hasa kwa kuangalia alama. Mfano, nchi ya Marekani ilikuwa ikizishawishi nchi za Ulaya siwezi kuingia katika mgogoro moja kwa moja na nchi ya Iran, move ambayo nchi za Ulaya zilikataa. Lakini hata katika move hii ya kuendelea kuzuia sehemu ya mafuta kutoka katika nchi ya Iran kwa jicho la kuitazama Iran, lakini kiuhalisia ni kwamba ni jicho lake kubwa hasa lina target katika nchi ya China, pamoja na kwamba madhara yamekuwa sasa ni ya dunia nzima. Ni move ambayo Rais Donald Trump alijaribu tena kuzishawishi nchi za Ulaya kwenda kushirikiana naye kufanya blockade dhidi ya nchi ya Iran, lakini nchi za Ulaya vile vile zikakataa. Lakini hata matamko ambayo yamekuwa yakitolewa na viongozi wa nchi za Ulaya yanaashiria wazi kwamba hivi sasa ni kama wamechoshwa na mwenendo wa nchi ya Marekani. Kansela wa nchi ya Ujerumani Friedrich Merz katika siku za nyuma alizungumza wazi, akasema kwamba nchi ya Marekani imekwenda kujidhalilisha, au nchi ya Irani imeidhalilisha nchi ya Marekani kwa kiwango kikubwa.
Move ambayo au statement ambayo inaonekana kwamba Marekani hawakufurahishwa nayo kiasi cha kufanya maamuzi ya kwamba Marekani itaondoa sehemu ya jeshi lake katikati ya bara la Ulaya, maana yake hasa katika nchi kama Ujerumani, kuondoa wanajeshi takriban 5,000. Maana yake idadi ya wanajeshi watakaobaki ni ile kama ilivyokuwa kabla ya kuanza kwa mgogoro wa nchi ya Ukraine, kwa maana takriban kama wanajeshi 30, kwa sababu mgogoro ulipoanza wa Ukraine kuna kiwango kikubwa cha wanajeshi kiliongezeka katika bara la Ulaya. Lakini tafsiri yake tu ni kwamba Marekani imeamua kuchukua na yenyewe step dhidi ya nchi za Ulaya kuondoa sehemu ya wanajeshi wake ambao inawezekana wakaelekea katika bahari ya kusini, maana yake katika nchi kama za Japan na mfano wake. Sasa kiujumla ni kwamba ushawishi wa Marekani katika sehemu kubwa umekuwa ukiendelea kupungua tofauti na vile ilivyokuwa mwanzo. Kwa ina maana hata kama kuna faida ambayo Marekani sasa hivi watakuwa wanaipata kwa kuendelea kufanya blockade na wenyewe katika sehemu ya Ghuba ya Oman ili kuidhoofisha nchi ya Iran kwa jicho la kuitazama nchi ya China, lakini tafsiri ya kiujumla ya madhara ambayo yamekuwa yakiendelea duniani kote, maana yake ni kwamba yamekuwa yakiendelea kupunguza ushawishi wa nchi ya Marekani. Sasa kiujumla ni kwamba kile ambacho tunakiona kwanza ni uwezekano wa kupatikana mgogoro mwingine katika siku za usoni, si jambo gumu, pamoja na kwamba ni jambo ambalo linawezekana likawa lina madhara zaidi kwa nchi ya Marekani kuliko vile inavyodhaniwa, kwa kuzingatia sababu ambazo tumejaribu kuzieleza kwamba kuna nafasi kubwa ya Marekani kulazimika rasmi kuondoka katika eneo la Mashariki ya Kati, na kama nguvu, maana yake inawezekana nguvu zao kubwa wakawekeza katika nchi ya Israel, kama hivi sasa inavyoonekana kwamba ndege nyingi kama zile Stratotanker na mfano wake zimekuwa zikielekea katika nchi ya Israel, lakini vile vile upelekaji wa vifaa vingi umekuwa ukipelekwa katika nchi ya Israel tofauti na maeneo mengine. Hili ni miongoni mwa muundo ambao inawezekana tukaja tukao experience kwa kadri siku zinavyozidi kwenda kutokana na sehemu ya mgogoro huu. Maana ni mgogoro ambao hautokuwa na faida kubwa kwa Marekani katika ile tunasema ni global perspective, katika ile nyanja ya kiulimwengu, bali kama itakuwa una faida, ni faida kama za kupata manufaa kutokana labda na biashara za mafuta na mfano wake, na ni kwa kipindi kifupi. Lakini kwa kipindi kirefu jambo hilo haliwezi kufanikiwa. Na technically hata Marekani wanavyoendelea kuweka blockade yao katika sehemu ya Ghuba ya Oman, lengo lake kubwa ni kuendelea kuziba uwezekano wa nchi nyingine kuingia katika soko la dunia na kuendelea kufanya biashara kawaida katika kipindi ambacho Marekani inahitaji yenyewe iweze kufanya biashara zaidi. Na ndio maana hata zuio lake katika Ghuba ya Oman limekuwa ni zuio ambalo halijulikani mwisho wake ni upi, kiasi ambacho tunahofia kwamba kuna nafasi vile vile ya nchi ya Iran kuweza kufikiri tofauti, kwa sababu kwa muundo ambao Marekani wanakwenda nao una madhara moja kwa moja katika nchi ya Iran. Sasa njia pekee ya kuweza kuondoa madhara hayo maana yake ni kuilazimisha Marekani iweze kuondoka katika Ghuba ya Oman. Hili ni jambo ambalo tunategemea katika siku za usoni linaweza vile vile likajitokeza. Kwa hiyo kijumla kama tunavyozungumza kwamba move hii ni move ambayo kiuhalisia inakusanya muundo katika level ya regional, katika level ya kanda ile ya eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile vile inakusanya muundo katika level ya kiulimwengu. Katika level ya eneo la Mashariki ya Kati tunaona kwamba Iran itakuwa na faida kwa hivi sasa, na hata katika siku za usoni itakuwa ina faida kwa sababu italazimika kutengenezwa kwa formula mpya katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini katika upande wa ulimwengu mzima tunaona kwamba Marekani itapata faida katika upande wa biashara kama ya mafuta na mfano wake katika muundo huu ulioko hivi sasa, au hata kama itatokea vurugu kubwa ya kuingia katika fezi nyingine ya mgogoro huu, maana yake ni kwamba Marekani itapata faida kwa kiwango fulani, lakini kwa muda mrefu maana yake ni kwamba sehemu ya nguvu yake itaathirika pakubwa, kwa sababu paka hivi sasa kinachoonekana wazi ni kwamba ushawishi wake umepungua, na kuna uwezekano katika siku za usoni dunia ikalazimika kutengeneza muundo mpya wa utaratibu wa kusimamia shughuli za ulimwengu tofauti na muundo wa sasa hivi ambao inaonekana hata mamlaka kama za United Nations Organization zimedhoofika kwa kiwango kikubwa kwa sababu ya mwenendo wa nchi ya Marekani ambao umekuwa hauzingatii
taratibu za kimataifa, lakini vile vile taratibu za kimataifa zimekuwa zikifuatwa pale tu Marekani inapoona kwamba yenyewe ina maslahi au Israel ina maslahi. Lakini pale inapoonekana kwamba maslahi hakuna, maana yake Marekani haiwezi kufuata. Na haya yamekuwa kizungumzwa wazi kabisa na baadhi ya maafisa wake kama kina Mark Rubio kwamba hatuwezi sisi kupata baadhi ya mambo ambayo yanaamuliwa na United Nation katika mazingira ambayo Marekani hainufaiki na hayo maamuzi ya United Nation ya Umoja wa Mataifa. Ina maana Marekani iko radhi kufuata sehemu ya maamuzi pale inapoona kwamba yenyewe ina maslahi. Na ndio maana ukiangalia katika mgogoro huo wa mlango bahari wa Hormuz, Marekani imekuwa ikilazimisha kwa mfano Iran wafuate sheria za kimataifa katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini moja katika sheria za kimataifa katika masuala ya milango bahari ni kwamba zinapopita zile submarine, zile nyambizi zile zinapopita katika sehemu ya milango bahari, huwa lazima zitokeze kwa juu, zijulikane kwamba zenyewe zinapita. Maana iwe ni mlango bahari wa Gibraltar, iwe katika sehemu ya Bab al-Mandab, iwe Bosphorus, iwe sehemu yoyote, cha msingi ni mlango bahari. Katika sheria za kimataifa ni lazima zile submarine ziweze kuinuka juu, zionekane zinapita. Lakini Marekani katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz ilikuwa haifanyi hivyo. Maana ikipita katika mlango bahari wa Hormuz inapita chini, zile submarine zinapita chini pasi na kuonekana zinapita juu, kwa sababu ni jambo ambalo wao wanaona kwamba halina maslahi katika sehemu kama mlango bahari wa Hormuz Iran kuona kile kinachofanywa na nchi ya Marekani. Kwa kiujumla ni sehemu ya taswira ambayo tumekuwa tukiendelea kuitazama kwa jicho pana zaidi, na tukitazama kwamba au tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau subscribe, kulike, kushare pamoja na comment. Uwe na muda mwema.